Malengo ni kuhakikisha huu mradi unaleta manufaa kwa wakati uliopangwa na serikali. Ndio tunachokihitaji kwa haraka zaidi. Lakini sasa hivi kwa ripoti zote nilizopitia, nimepitia taarifa ya uchunguzi, nimepitia taarifa ya uchunguzi ya mkoa, nimepitia taarifa ya Mheshimiwa DC na kamati yake ya usalama ya wilaya, nimepitia taarifa nilizopata pale mkoani, nimepitia taarifa za kwenu hapa, nimezungumza na viongozi mbalimbali kuanzia tuko Dodoma mpaka tumekuja hapa. Yote hiyo inaonyesha kuna watu wameshaogopa, hawataki hata kufanya maamuzi. Hiyo sio solution. Kiongozi huwezi kukimbia matatizo. Unatakiwa ukabiliane nayo na utafute solution. Umenielewa? Kwa hiyo nataka kila mmoja asimame imara kwenye nafasi yake. Fanyeni maamuzi yatakayowezesha huu mradi kukamilika kwa wakati huu tunaotamani wa mwezi Mei mwishoni. Tumemaliza at least 95% au 98% ya majengo haya ambayo yanapaswa kuwa hapa. Lakini swala lingine ambalo tumelizungumza tangu mwanzoni kabisa tunakuja kukagua huu mradi, na mpaka sasa hivi naliona pia bado linawazingira kwenye vichwa vyenu. Na hata kwenye taarifa yenu bado mmeendelea kuliandika, jambo ambalo mimi sipendezewi nalo, na mimi hata wenzangu wengine hawapendezewi nalo. Hili jambo la kusema lower level. Mimi nataka niwaambie huu mradi sio wa lower level. Na hii sio mara yangu ya kwanza kutamka hii. Na narudia tena leo kwa mara ya mwisho. Huu mradi sio wa lower level. Sio, mnanielewa? Huu mradi ni mradi wa halmashauri ya manispaa ya Mpanda. Na ni mradi ambao ukikamilika utakwenda kuhudumia hizo, sio kama ndo mnaziita higher level, mnaita nini? Utakwenda kuhudumia mikoa kadhaa. Ni kwa nini huu mradi mnaendelea kuudogosha mpaka saa hizi? Mnasema ni mradi wa low level. Kwa hiyo hata kwenye kutangaza mnatangaza katika low level. Na kwa maana hiyo huwezi kutangaza ukapata wajenzi au masupplier nje ya halmashauri kwa sababu ni low level. Nataka hilo neno liondoke. Mtutafutie mabati yetu ya serikali kuu yanayopaswa kuwa kupauliwa katika mradi huu. Kwa hiyo mtutafutie. Mtatutafutia kwa namna gani? Mkurugenzi uko hapa, lakini nashukuru mstahiki meya yupo kwa maana baraza la madiwani na nini. Huu mradi nyewe ni mmedhaminiwa kwa maana ya kusimamia na kuletewa hizo fedha kwenye manispaa yenu. Kwa hiyo maana yake ni kwamba ukiletewa jambo likienda vizuri tutakupigia makofi, tutashangilia pamoja. Lakini likienda vibaya, repercussion zile utaanza kuzibeba wewe kwanza. Alafu na nyingine zitabebwa na watu wengine. Mabati yasitumike kwa sababu mabati yale ni feki na hayafai kwa matumizi ya serikali. Lakini la pili ni kuagize mkurugenzi kwa kusimamiwa na katibu tawala wa mkoa kikamilifu. Hakikisheni sasa mabati yenye ubora unaotakiwa kwa ajili ya kupaua majengo yote hapa yanapatikana haraka iwezekanavyo ili huu mradi usikwame kama ambavyo wote tumekusudia hapa huu mradi uweze kuisha kwa wakati. Lakini jambo la mwisho kwa leo, nataka mtoke kwenye maboksi mliojifungia. Nataka mtoke kwenye mikwamo mliojiweka ambao haina maana wala haina manufaa yoyote kwa wananchi wa mkoa wa Katavi. Nyie wataalamu wa halmashauri ya manispaa, tokeni kwenye mkwamo, shirikianeni kusimamia huu mradi ili uweze kukamilika kwa wakati. Matumizi ya fedha. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, mpaka sasa fedha iliyotumika ni shilingi bilioni 1,527,845,956 na senti 15. Kati ya fedha hizo, gharama za vifaa ni shilingi bilioni 1,363,327,576 na senti 15. Na gharama ya ufundi ni shilingi milioni 164,518,380 na senti 90. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ameendelea kutokusizi kufika mahali hapa, ameendelea kufika siku hadi siku. Tumeweza kufanya kama timu, hatimaye tumeweza kufikia hii hatua ambayo inaonekana kwa sasa. Tunaendelea kukushukuru sana kwa sababu hatukuachwa kama watoto yatima. Tumeendelea kufanya kazi na tumepanga safu za viongozi kufika mahali hapa kutoka katika SMT yetu. Tumekuwa kama ambavyo umeelekeza, tumegawana majengo kama ulivyoelekeza, tumekuwa tukifanya vikao vyetu huku na tukaendelea kusimamia ujenzi hadi kufikia mahali hapa. Lakini timu pia ya wataalamu kutoka mkoani ikiongozwa na kaimu katibu tawala wa mkoa wameendelea kuja na kutupa ushauri na kuendelea kutusimamia katika kutekeleza shughuli nzima za ujenzi mahali hapa.